Tuzungumzie kwa upande wa Club Young Africans ambapo Yanga alicheza jana akiwa na TRA United ambapo aliibuka na goli 1-0 dhidi ya timu hiyo, na ikumbuke goli hilo limefungwa na Celestine Kua, mchezaji yule ambaye alikuwa akihitajika kwa mkopo na timu ya Singida Black Stars, lakini ameita ngumu hadi kuondoka ndani ya klabu hiyo. Tetesi zinaeleza hivyo. Tuzungumzie mchezo huu kwa namna ambavyo ulivyoona dakika 45 za kwanza, lakini pia 45 za pili. Mchezo ulikuwaje? Young Africans kulikuwa na goli 1-0. TRA ni wapongeze. Etienne Ndairagije nafikiri aliandaa timu vile ambavyo wanatamani kuona timu nyingine zikiandaliwa, especially zinapokutana na club kubwa kama Young Africans. Club kubwa kwa sababu wamewazidi mataji, lakini pia hata current performance Yanga ni far better ukikompare na TRA. Unajua TRA walikuwa wanajua Yanga si aina ya timu ambayo ndio kuwapa space, kwa maana kuwapa nafasi, lakini si aina ya timu ambayo ndio kuwapa muda wanapokuwa na mpira. Kisha unaweka pressure kwenye mpira, timu hiyo compact, una balance, lakini pick your moment, kwa maana chagua vipindi gani ambavyo unatakiwa kwa press Young Africans ili uwe safe zaidi. Walifanikiwa kwa asilimia kubwa sana, lakini hakikisha kwenye mipambano unakuwa imara kweli kweli, kwa sababu kila aina mpambano ambao Young Africans wanaushinda inawezekana kwa kuletea shida kwenye transition. So nafikiri kwa upande wa Young Africans mwalimu hakubadilika sana, inawezekana akafanya mabadiliko ya wachezaji, lakini principles of play remain the same. Yani kanuni ama misingi ya uchezaji inabakia kama kawaida. Haijalishi nani ameingia na nani ametoka. Moja kati ya kitu ambacho mwalimu anakihitaji ni kucontrol ama kudhibiti mechi timu inapokuwa na mpira na bila ya mpira. Inapokuwa na mpira Yanga na control game kwa kupossess zaidi mpira, na inapossess zaidi mpira kwa kutengeneza overloads ama faida ya idadi katika kila eneo ambalo wanaweza kanahitaji kuhakikisha wana progress mpira kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ni ngumu kutengeneza faida ya idadi katika kila idara, lakini unaweza kutengeneza faida ya idadi kwenye idara ya ulinzi when it comes unazuia. Unaweza kutengeneza faida ya idadi kwenye eneo la kiungo when it comes unahitaji control situation ya mchezo, lakini unaweza kutengeneza faida ya idadi kwenye mstari wa ushambuliaji kama unataka ku overload mstari wa ulinzi wa timu pinzani. Kwa hiyo kitu kingine, ana control ama anadhibiti mchezo bila mpira kwa kutumia counter pressing. Counter pressing ni hali ya timu kureact ama kuonyesha tabia ya kuanza kuhitaji kutafuta mpira ama kuhitaji kurejesha umiliki wa mpira baada ya kupoteza mpira. Yani timu inapoteza mpira hapo hapo inatumia sekunde chache kureact na kuanza kutafuta mpira ni wapi ulipo kwa ajili ya kurejesha umiliki. So kitu kingine ambacho Yanga anaweza kufanya upate maisha magumu uwanjani, wana tabia kudominate space. Wanajua muda gani wa kupress na wapi wanatakiwa kupress na namna gani, japokuwa pressing yao inishawishi sana, lakini pia wanajua namna gani ya wapi wanatakiwa kurest. Kurest ni pale timu ambapo inakuachia mpira alafu kuna sehemu wanakaa wanaweka mtego, lakini pia wanajua muda gani wa kudrop kuja kwenye low block defensive system, na wanajua muda gani wa kufanya counter attack, wanajua muda gani wa kushambulia spaces. Kwa hiyo haikuwa mechi nyepesi na wala haikuwa mechi ngumu sana, lakini cha msingi TRA waliwapa mechi nzuri Young Africans. So niliona kwenye eneo la kiungo alikuwepo Damaro, usajili mpya. Nilimuona pia Max Nzigeli pamoja na Duke Abuya. Mwalimu ambacho alikuwa anakihitaji ni kwamba Damaro anaweza cooperate kama holding midfielder, akacheza chini kabisa kwa ajili ya kuanchor ile back four ama kuilinda, lakini pia ni semi initiator wazuri wakati wa kufanya progression timu inapotakiwa kwenda mbele, alikuwa na hilo jukumu. Na Juka kuna viungo wawili, hakukuwa na namba 10, kulikuwa kuna namba 8 wawili. Max kiungo mshambuliaji upande wa kulia, Duke kiungo mshambuliaji upande wa kushoto, lakini walikuwa na uwezo wa kurotate. Kurotate ni uwezo wa wachezaji kubadilishana nafasi. Wachezaji wanabadilishana nafasi, jambo la muhimu ni kujua ni muda gani tunabadilishana nafasi na ni wapi kila mtu anatakiwa kuelekea ili kuepuka vurugu, kwa sababu muda mwingine unaweza kukuta wachezaji wengi wamekimbilia kwenye eneo hili moja. Kwa nafikiri ni kitu cha muhimu ambacho Pedro Gonçalves anakihitaji, kudhibiti mchezo, kucheza kwa control feelings, kwamba hata ikitokea tunashambuliwa we need to stick kwenye game plan yetu. Hata ikitokea tumetanguliwa kwa maana kufungwa,
tunatakiwa kuwa na mental silence, kwa maana utulivu wa kiakili. Kwa nafikiri ni jambo la msingi, na ukiangalia team of course na kupa hiyo direction ya kwamba inahitaji marekebisho machache ilipotoka na ilipo na inapotaka kuelekea ilikuwa timu imara zaidi. Baki hapo hapo kwa mchezaji Damaro kutoka Singida Black Stars. Usajili ambao wamefanya ni Africans, na usajili huu bana watu huko wanazungumzia kwa namna yake kwamba ni mchezaji ambaye amesajiliwa, ni mzuri kwa namna moja ama nyingine, kwa kufuatilia mchezo ambao aliocheza siku za hivi karibuni. Tuzungumzie kiwango chake kwa upande wako, umkionaje, na usajili huu utaweza kuleta impact katika klabu ya probably inaweza kuongeza impact kwa maana ya ushindani. Japokuwa binafsi ukiniuliza mimi kulikuwa kuna haja ya kumsajili Damaro, naweza kukwambia hapana. As long as kama unamtoa Bala Conte utabaki na Aziz kwenye ile position, lakini Duke pia anaweza cooperate kwenye ile position. Labda unakuja kuongeza squad depth kwa maana ya utajiri wa kikosi, kuwa na wachezaji wengi au kuwa na mchezaji zaidi ya mmoja anayecheza kwenye nafasi fulani. Lakini kwa performance siwezi kusema mapema, yani ni mapema sasa kusema alikuwa na performance nzuri au mbaya, lakini nafikiri alikuwa anatekeleza majukumu yake kama vile ambavyo inatakiwa. Kwa na performance nzuri ni kufanya kutekeleza majukumu katika ufanisi wa hali ya juu sana. Na kwa TRA jana nafikiri Damaro alikuwa na kiwango kizuri, lakini sio ile top performance, sio yani top notch performance. Nafikiri siku zinazozidi kwenda na uwezo wa kuadapt, ila kitu pekee ambacho Damaro anakupa defensively ni monster. Yani kiulinzi Damaro ni mkatili sana. Mkatili. Game yake ina limitation ndani yake. Yani kuna vitu anakupa, kuna vitu hakupi. Tofauti na Duke Abuya. Duke yani inawezekana kwa wachezaji wangu bora mpaka sasa kwenye mashindano yote, Duke inawezekana akawa kwenye top 3 yangu. Yani Duke tena inawezekana akawa anashika namba 1. Duke ni wow, yani ni mchezaji ambaye binafsi naweza nikaa natenga muda wangu, nipo na popcorn zangu hapo, juice yangu hapo, na muangalia Duke Abuya. Ni mchezaji ambaye nafikiri kama anaweza kana sketch ambacho nakisema, kama game yake bado haijafika kwenye climax, basi Duke ni untouchable, unbelievable player. Yani kama Duke anaweza kama game yake inahitaji maboresho zaidi ya haya, kama na akafanya maboresho zaidi ya hiki ambacho anakifanya, sidhani kama kuna mchezaji anaweza kana mgusa Duke Abuya kwenye ile position. Labda ya zaidi pamoja na Khalid Aucho, lakini of course Kante pia. Mchezaji mwingine ambaye namfikiria labda Kevin Nash, mkana kizuri lakini bado hajafika kwa Duke. Nafikiri ni hao wachezaji, lakini Duke kwangu mimi come on. Nafikiri hata Yanga alifanya roba kwa kutoa ile fedha kwenda kwa Singida Black Stars kumchukua Duke kwa gharama ile. Nafikiri Duke ni mchezaji ambaye yani leo atakupa, kesho leo atacheza hapa anakupa, kesho kumweka hapa anakupa. Ni amejifanya kuwa undroppable kwenye kikosi cha kwanza. Yani Duke, I believe Duke anaweza kumchezesha as a center back akacheza. Duke anaweza akacheza kama winger akacheza. Duke anaweza akacheza kama full back akacheza vizuri kabisa. So ni miongoni mwa wachezaji ambao engineer inawezekana kana jivunia kuwasajili. Na muda unajua ndio kitu ambacho waga kinaamua vitu vingi sana. Duke alikuwa na struggle kuwa injected kwenye kikosi cha kwanza, lakini sasa hivi Duke ni miongoni mwa wachezaji ambao yeye inawezekana kana anakuwa ni mchezaji namba 1, labda baada ya Diarra, baada ya Pacome ni Duke kwenye kuchukua jezi na kuingia uwanjani. So clever player, ni intelligent man, ni mchezaji ambaye ana akili, ana maarifa, ana nguvu, ana kasi, ana uelewa. Yani ni complete midfielder, yani amekamilika kwenye ile position. Sawa, tuzungumzie kiwango cha Celestine Ekua ambaye tumeona katika mashindano haya anatupia magoli. Zidi ya KVZ ameshinda bao moja. Na jana pia ameshinda ndio yeye na kuweka Impact kwenye hatua ya nusu finali. Je, kiwango chake kinazidi kukua siku hadi siku ama ni mashindano yenyewe ni madogo anabahatisha? Mashindano sio madogo.
mchezaji mkubwa huwa under value mashindano. What you need to do ni kumake statement, just to show it kwamba yani licha ya mashindano kuwa ya wastani au ni mashindano tofauti na yale ambayo umetoka kuyacheza ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, unatakiwa ku show your performance level. Bas nafikiri kuwa safi kwa sababu ana output, anafunga magoli, lakini bado sio safi sana kwa sababu performance yake inaridhisha kiasi, sio sana, na inaridhisha kwenye baadhi ya nyakati. So nachokimaanisha hana consistency. Anapewa muda ikuwa mpaka wewe unauliza maswali, maana yake unamuona. Na nielewa. Kwa nini unauliza kuhusu French Kola? Sio hujamuona akicheza. Kwa nini unauliza kuhusu Farid Malik? Achezi. Lakini unauliza kwa sababu anacheza na unamuona. So anatakiwa ku show difference. Mimi natamani wachezaji wao wanaonyesha tofauti. Yaani sio always Pacome. No. Of course Pacome na ni hiyo personality. Pacome ni gifted. Pacome akiwepo uwanjani ni anakupa huo tofauti. Ni kwa sababu wamezoeshwa hivyo. Lakini jukumu la mchezaji ni kuitumikia timu. Hata kama ni mchezo bonanza, wewe unatakiwa uwepo. Na Pacome pia anatakiwa kusaidiwa. Nimesema hata asubuhi kwenye kipindi cha Crown Sport kwamba Pacome anahitaji msaada. Unanielewa? Anakuwa overloaded sana na majukumu. Yaani Pacome kama siku yupo sawa sawa, inawezekana Yanga ika struggle sana kupata matokeo ya ushindi. Kwa hivyo kama ni hatari kumchezesha Pacome kwenye mashindano haya na wamekaribia kwenye mashindano ya kimataifa. Kwani mashindano unafikia hawahitaji kushinda? Wanahitaji kushinda. No. The problem ni kwamba mmeshatengeneza matabaka. Mchezaji anasaini mkataba kutumikia club na sio kutumikia baadhi ya michezo ndani ya club ama kuchagua aina mashindano ya kucheza. Anaitumikia club. Kwa hata club leo ikaita veterani hapa, wakwambia sasa leo Yanga tunacheza na Yanga veterani, wewe utacheza kwa sababu as long as mwalimu ameamua ucheze. Kwa sababu sisi tunakulipa. Kwani tunakulipa kwa ajili ya Champions League? Champions League kuna mechi ngapi? Lakini hakuangali kuangalia na mashindano makubwa. Hapana. You need to play. Yani whatever. Kwa sababu unaweza usiumie kwenye mapinduzi, ukaumia kwenye training session. Nini ambacho kinatokea? Injuries huwa zinakuja tu, zinatokea. Yani wewe unaweza usiumie. Kwani Azadini Unai Morocco pale ameumia kwenye mechi? Unaweza kupata majeraha hata kwenye training. So what I need to see kutoka wachezaji ni kutumikia taasisi zao. Na perception pia taasisi waandishi ibadilike na mashabiki. Mchezaji anacheza mechi yoyote as long as mwalimu amhitaji. Umenielewa? Yao Atuma amerejea sasa rasmi baada ya kukaa nje kwa muda mrefu wa jeraha lake dhidi ya Azam ambapo alicheza na kupata jeraha hiyo. Jana amecheza dakika 10. Kwa namna ambapo ulimuona Yao Atuma kwa dakika zile 10 unamzungumzia. Kuna mchakato wa wachezaji kurejea na kuanza kucheza moja kwa moja. Hasa injured players ambao wanakuwa wametoka kwenye majeraha muda mrefu. Dakika 10 zile ni suggested minutes kutoka kwenye idara ya madaktari. Kama mwalimu unaweza kumtumia mchezaji kwa dakika 5 mpaka 10 kwa sababu ya kugain fitness na kuadapt intensity ya ambayo wenzio tayari wameshaiset ama ambayo anaendana nayo kwa wakati huo. Mchezaji unapokuja kumchezesha dakika nyingi sana kutoka kwenye majeraha, unamriski kupata majeraha mengine kwa sababu uzito wa mechi na kasi ya mechi haiendani na uhalisia wa mwili wake kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa dakika 10 safa samba, na natamani niendelee kumuona kwa sababu sidhani kama nina maneno mengi ya kumuongelea Kwasi kwa sababu everybody knows, kila mtu anajua Kwasi ni mchezaji wa aina gani anapokuwa fit. Kwa tusubiri, tuendelee kuwa na subira, tusubiri kumuona, tuendelee kumvumilia tuone baada ya kurecover akawa fully enough fit, ndio tutaanza kuhoji sasa muendelezo wa performance yake na nini ambacho anaweza kaendelea kuofa ndani ya Yanga Africa. Na obviously inaeleweka, hilo sio swali, ni kama jibu uko nalo. Nafikiri Israel ni ana ushindani mkubwa sana wa nafasi, lakini pia simuandareti Israel. Inawezekana pia Yao akana ushindani mkubwa sana
kwa sababu Isla mpaka hapa alipofikia hakuna disappoint performance hata moja ambayo ameproduce, zote ni wow performance. Isla amekuwa na performance nzuri tangu amewasili ndani ya Yanga Africans, na game yake inazidi kumachua siku baada ya siku. Of course Kibwana haina mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kujitathmini kwa kina. Kibwana ana uwezo wa compete na Isla, ana uwezo huo wa compete kabisa. Yani Kibwana alicompete na Juma Shaban, why anashindwa compete na Isla? Anatakiwa compete kweli kweli. Of course naamini ana compete, naamini anapambana, lakini anatakiwa kupick aina gani ya vita anatakiwa kuichagua na aina gani ya vita anatakiwa apambane nayo, otherwise uta struggle na kuendelea kukaa nje kwa muda mrefu zaidi.